Leo tumekuja kwenye shughuli hii ambayo dada zetu katika imani wametushirikisha na wametualika katika maana ya shughuli kubwa mbili. Moja ni katika maana ya kutuelezea na kutushirikisha juu ya nini ambacho wanafanya wao katika shughuli zao, lakini upande wa pili ni kuweza kuchangia fedha kwa ajili ya kusaidia wenzetu wana mahitaji, kwa maana kituo cha Upendo Orphanage ambacho kituo hiko kinafanya kazi ya kulea watoto na kuwafundisha watoto maadili mazuri. Kwa hiyo na sisi tumekuja tumeshiriki jambo hilo, na tunawashukuru sana kwanza kwa utayari wao kufanya hivi, kwa sababu mambo haya yanapofanyika ni huruma ya mtu, ni huruma ya mtu na utayari wa mtu kushiriki katika kuchangia, na baada hapo kuona jinsi gani unaweza kupeleka mambo haya. Kwa hiyo sisi tunashukuru, lakini kwa kipekee nawashukuru pia wote ambao wamejitokeza kuchangia shughuli hii na kuifanya shughuli imependeza sana. Ni mtazamo mzuri sana, na mimi binafsi yangu niweze kufurahishwa sana kwa sababu unajua tutake tustake, msingi wa ubinadamu wetu unaanzia kwenye mtazamo wa dini. Dini zetu zinatufundisha utu, dini inatufundisha huruma, lakini dini inatufundisha kuwezesha. Kwa hiyo ukikosa msingi wa dini, ni ile ambayo lugha ya mtaani unasema unakuwa kama mtoto wa kikopo, yaani unakuwa ueleweki, watu hawakuelewi. Lakini ukiwa na dini na umeshiba imani, haya mambo yote yanawezekana. Kwa mfano kitendo cha leo kilichofanywa na sisters in imani ni wazi kinaonyesha kwamba wao ni kwanza ni walezi, kwa sababu hilo kundi ambalo wanataka kulipeleka umra na hija ni kundi la watoto ambao tunasema ndio wanakuwa watu ambao wanakwenda kutengeneza jamii, wanakwenda kutengeneza taifa. Kwa hiyo maana yake kuwasaidia wao kwenda kuwapeleka katika holy place kama pale ni kuendelea kuwapa nafasi ya kujiuliza tena purpose yao ya maisha ni ipi. Kwa hiyo kama purpose ya maisha yetu sisi ni kuendelea kumsalia Mungu wetu na kumwabudu na kuwatakia heri watu wote waliotangulia, manake ni kwamba hili linakuwa jambo jema zaidi. Kwa hiyo nawapongeza na kuendelea kuwatia moyo kwamba mwakani basi, hata kama mwaka huu mmempanga wachache, mwakani waongeze namba, basi na wengine wapate kwenda waende Kwanza kuwapongeza dada zangu wa sisters in iman kwa hili, lakini kwa yale yote waliopanga kuyafanya. Niseme tu dunia imejitengezea zimwi kuhusiana na tofauti ya gender kati ya wanaume na wanawake. Lakini baada ya kujitengezea zimwi huyo, wakatafuta nani wa kumpelekea mzigo huo, wakamuangushia mtu au kikundi kinachoitwa Uislamu. Ati Uislamu ndio umekuja kumkandamiza mwanamke. Hii si kweli, kwa sababu msemaji wa Uislamu mwenyewe Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muda hautoshi, lakini leo nitakwambia nenda katafute zile aya zote zinazoelezea kufanya na matokeo na mafanikio. Utakuta zinataja mbea zote mbili. Kwa mfano, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati was saimina was saimati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wal khashiina lillahi wal khashiati wal hafidhina furujahum wal hafidhati. Aya hizo ziko chungu mzima kuonyesha hawa ni mapacha wanaokwenda pamoja. Target yetu sisi kwa kweli, sisi huwa hatuishi tu hapa Dar es Salaam. Sisters in Imani ni taasisi ambayo tunajaribu kusogea na mikoani. Unajua hapa Dar es Salaam kuna watu wengi ambao wanafanya huenda vitu ambavyo tunavifanya sisi, lakini wenye uhitaji ni wengi sana. Hata hapa Dar es Salaam pia wenye uhitaji ni wengi. Kabla hata ya hii shughuli ambayo tumekwenda kuifanya leo, kuna ndugu zetu ambao tayari walishatusaidia, tumeweza kuwafikia watu wengi sana. Jamani, tumeweza kuwafikia watu zaidi ya 1000 kuwapatia futari kwa kipindi chote cha mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wamekuwa wakifaidika kupitia taasisi ya Sisters in Imani. Sisi hapa tunaunga nguvu
kwa pamoja tunaweza kutafuta watu ambao wenzetu wana uwezo, lakini unaweza kawa hao hawawaoni hawa watu, lakini sisi kama Sisters in Imani tunahakikisha kwamba kwa pamoja tunaweza kuwasaidia kuwafikia watu hao. Kwa hiyo niseme tu kama ningeweza kuwapatia, hata ningeweza kuona videos ambazo tumekuwa tukisambaza futari hizi, mahitaji haya ambayo, na sio futari tu, Sisters in Imani tunapelekea mpaka watu mahitaji yao, vitanda, magodoro, vyote hivyo tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo kiukweli tunajaribu kugusa maisha ya watu wengi sana. Kiukweli iftar gala sasa hivi zimekuwa nyingi, lakini kwa furaha na kwa naweza nikasema kwa kujivunia, Sisters in Imani ni taasisi ya kwanza kuanzisha kitu kinaitwa iftar gala. Ndio wa kwanza kuanzisha kitu kama hiki. Hivyo basi sisi tunajivunia kwa ukubwa sana. Na unajua unapokuwa unaanzisha kitu alafu mwingine anakuiga, utakiwa kukasirika, unatakiwa kufurahi kuona kwamba kumbe kitu ambacho kinafanyika ni kitu kizuri. Hivyo basi mimi niweze tu kuambia watu, unapoamua kufanya jambo kama hili, basi hakikisha unalifanya kwa weledi na unaweza kuwafikia watu wengi ili tuweze kuwasaidia wale ambao wanaohitaji. These historical examples remind us that women have always played an integral role in Islamic leadership, not through oppression, but through empowerment and divine purpose. My brothers and sisters in Islam, leadership in Islam is not about dominance. It is about service, sincerity, and standing firm on the principles of justice and righteousness. A true leader is the one who lifts others, acts with humility, and works for the betterment of society. A woman leading with faith understands that success is not measured by material gain, but by the impact she leaves on her family, community, and future generations. Whether as a teacher, a mother, entrepreneur, scholar, or activist, a Muslim woman's leadership is deeply tied to her faith and purpose. My brothers and sisters in Iman, today, Muslim women around the world are leading in diverse fields: education, science, politics, business, and social activism, while staying true to their Islamic principles. Their voices break stereotypes, advocate for justice, and uphold the dignity that Islam has always granted them. We see women like our very own president, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the first female president in East Africa, making strides in political leadership and transforming our country's economy. Amina Mohammed, another Muslim lady, the Deputy Secretary General of the United Nations, and many more, advocating for women's empowerment. These women remind us that faith and leadership are not separate, they are intertwined. My brothers and sisters in Iman, to the young girls and women in this gathering today, know that your voice matters. Whether in the home, the workplace, or the masjid, your leadership is an extension of your faith. Strive for knowledge, uphold justice, and never be afraid to stand for what is right. Yafanya beyond the hijab. Mfano mkubwa namba moja, role model wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi yetu. Tunaona ni mwanamke ambaye yuko pale juu akifanya mambo makubwa na mazuri, akiongoza nchi yetu kwa amani na maendeleo endelevu. Kwa hiyo sisi kama Sisters Imani tuliona kuna umuhimu kuwa na kitu ambacho ni endelevu, kitu ambacho kitaacha historia ya muda mrefu. Kwa kizungu tunasema legacy ya muda mrefu. Kwa hiyo siku ya leo tumezindua jarida hili ambayo itaenda kuwa kama a role model kwa mabinti wadogo wa Kiislamu, kuona kwamba kuna wamama na mabinti wadogo wa Kiislamu wakiwa na hijab zao wanafanya mambo mazuri. Tulikuja na wazo la umra, tuliona kuna gap kubwa ya vijana wadogo kwenda umra. Umra imekuwa na dhana potofu ya kwamba labda wazee ambao wanatarajia labda kujifia huko wanaenda umra kutubu, lakini umra ni ya kila mtu ambaye ni Muislamu, ana uwezo, ana nguvu zake. Kwa hiyo hii itakuja kuwa hamasa. Na kwa nini hamasa? Sisters in Iman, lile neno imani ni hofu ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kwenda kule umra tunaenda kuimarisha hofu zetu, kutakasa nafsi zetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeona ni la muhimu sana kwa mabinti wadogo ili ondoa mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili upo kwenye jamii zetu kwa sababu gani? Kwa sababu kuna gap ya hofu ya Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo tukiweza kwenda umra kule tukatakasa nafsi zetu, basi tutapunguza hata haya matatizo ya mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu.